Ifahamu dawa inayoitwa erythromycin. Erythromycin dawa ya antibiotic inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali yanayosababishwa na bakteria. Hii ni dawa inayozuia bakteria kukua kwa kuingilia utengenezaji wa protini ambayo ni sehemu muhimu kwao ili kuendelea kuishi na kusababisha maambukizi. Matumizi ya erythromycin. Dawa hii hutumika kutibu maambukizi yafuatayo: maambukizi ya mfumo wa upumuaji, inatibu magonjwa kama pneumonia, kikohozi kikali yani pertussis, na maambukizi ya kwenye koo yani tonsillitis. Inatibu maambukizi ya ngozi, husaidia katika matibabu ya chunusi, majipu na maambukizi mengine ya ngozi yanayosababishwa na bakteria. Inatumika kutibu maambukizi ya macho hasa kwa watoto wachanga. Erythromycin hutumika kuzuia maambukizi ya macho yanayoweza kusababishwa na bakteria baada ya kuzaliwa. Inatumika kutibu maambukizi ya masikio, inasaidia kutibu maambukizi kama otitis media yani maambukizi ya ndani ya sikio. Inatumika kutibu maambukizi ya njia ya mkojo na uzazi. Hutumika kutibu maambukizi ya njia ya mkojo na magonjwa yanayoathiri viungo vya uzazi kama vile chlamydia. Jinsi inavyotumiwa. Dawa hii inahitaji kutumiwa kama daktari alivyopendekeza. Ni muhimu kumaliza dozi hata kama unahisi umepona mapema, kwani kusimamisha matibabu mapema kunaweza kuruhusu bakteria kurudi kwa nguvu. Inashauriwa kutumia dawa hii baada ya kula ili kupunguza madhara kama kichefuchefu na maumivu ya tumbo. Mauzi madogo au side effect ya erythromycin. Kama ilivyo kwa dawa nyingi, erythromycin inaweza pia kusababisha mauzi madogo. Ingawa si kila mtu anaweza kupata mauzi haya. Baadhi ya mauzi hayo ni pamoja na kichefuchefu na kutapika. Hali ya kichefuchefu ni madhara ya kawaida, lakini inaweza kuzuilika kutumia dawa hii baada ya kula. Maumivu ya tumbo na kuhara. Baadhi ya watu hupata maumivu ya tumbo au kuhara wakati wa kutumia dawa hii. Lakini pia inaweza kusababisha mzio au allergic reaction. Ingawa ni nadra, baadhi ya watu wanaweza kupata mzio kama vipele vya ngozi au kupumua kwa shida. Na ukipata changamoto hii inabidi umuone daktari haraka. Tahadhari: erythromycin inahitaji kutumiwa kwa makini hasa kwa watu wenye matatizo ya ini au figo. Pia inashauriwa kumjulisha daktari ikiwa unatumia dawa zingine ili kuepuka muingiliano wa dawa yani drug interaction. Erythromycin ni dawa yenye ufanisi katika kutibu maambukizi ya bakteria, lakini ni muhimu kutumia dawa hii kwa usahihi ili kuepuka kuibua usugu wa bakteria kwa dawa. Usitumie dawa hii bila ushauri wa daktari. Daktari ndiye ataamua dozi sahihi kulingana na tatizo lako la kiafya. Asante kwa kunisikiliza. Kisha umesubscribe channel yetu ya Dr. Rafiki kwa masomo zaidi ya afya. Asante kwa kufanya hivyo na Mungu akubariki. Nikutakie afya njema. Mpaka wakati mwingine. Bye. Mimi naitwa Dr. Rafiki.